Bana, karibu mtazamaji kupitia Biomedia Tusanuane. On the microphone Togela official Rose this ndio. Bana, kumbe unaambiwa Diamond Platnumz ni muongo. Hana fedha ya kununua Bugatti. Siri ya fichuka, kumbe ilikuwa kiki tu. Haijaonekana hadi leo. Karibu sana. Tunaambiwa kwamba ndoto zimetimia. Okay, tuangazie taarifa ya msanii nyota wa muziki wa Bongo Flava kutoka Tanzania, Diamond Platnumz, ambaye ameendelea kuandika historia mpya katika safari yake ya mafanikio baada ya kutimiza moja ya ndoto zake kubwa kwa kununua gari la kifahari aina ya Bugatti, hatua ambayo ilizua gumzo kubwa sana ndani na nje ya Tanzania na katika mitandao ya kijamii. Ununuzi huu umepokelewa kwa hisia mchanganyiko na mashabiki zake, wengi wakimpongeza kwa kila ambacho wanakiita uthibitisho wa mafanikio yanayotokana na juhudi, nidhamu na ubunifu wa muda mrefu katika muziki na biashara. Lakini Diamond, ambaye alianza muziki wake akiwa na ndoto kubwa sana kutoka mitaa ya Tandale, jiji la Dar es Salaam, amekuwa akijulikana kwa kujijenga hatua kwa hatua hadi kufikia kiwango cha kimataifa. Kupitia muziki wake, mikataba ya kimataifa pamoja na biashara mbalimbali, amejengea jina kubwa sana linaloendelea kuvuka mipaka ya Afrika Mashariki. So ununuzi wa Bugatti kwa sasa hivi anaonekana kama kilele cha safari yake ya mafanikio ya kibiashara na burudani, ukiwa ni uthibitisho pia wa nafasi yake miongoni mwa wasanii wenye ushawishi mkubwa barani Afrika. Lakini pia gumzo mitandaoni na pongezi kutoka kwa mashabiki baada ya taarifa hizo kusambaa mitandaoni. Katika mitandao ya kijamii ilijaa pongezi, mjadala na maoni mbalimbali. Pia tulishuhudia wengi wa mashabiki zake wameonyesha furaha kubwa sana, wakisema kwamba hatua hiyo ni ishara ya ndoto kuwa halisi, huku wengine wakiona kama motisha kwa vijana kuendelea kujituma. Lakini pia kwa baadhi ya wadau burudani wameeleza kuwa mafanikio hayo si ya ghafla, bali ni matokeo ya miaka mingi sana ya kazi, uwekezaji, lakini pia usimamizi wa chapa binafsi ya msanii huyo. Wachambuzi wa tasnia ya burudani wanaona kuwa kumiliki gari aina ya Bugatti ni hatua ambayo inaweza kuweka wazi kiwango cha mafanikio ya kifedha na hadhi ya kimataifa ambayo yamefikia Diamond Platnumz hivi sasa. Bugatti ni miongoni sasa mwa magari, ni kusanue tu mtazamaji, ya kifahari sana na ya ghali zaidi duniani, ambayo inamilikiwa na watu wachache sana, jambo ambalo linaloifanya hatua hiyo kuwa ya kipekee zaidi kwa msanii kutoka Afrika Mashariki. Safari ya Diamond Platnumz inaendelea kuwa chanzo cha hamasa kwa vijana wengi, ikionyesha kuwa mafanikio makubwa yanawezekana kupitia juhudi, uvumilivu na ubunifu. Ununuzi wa Bugatti kwa Diamond Platnumz basi unatajwa kama sehemu ya hadithi yake ambayo inaendelea kuandikwa, hadithi ya ndoto, kazi na mafanikio yasiyokoma. Baada ya taarifa hizo za Diamond Platnumz kununua Bugatti, ikabidi sisi kama Biomedia basi tuanze kufuatilia kwa kina hiyo taarifa kama ina ukweli wowote au ni drama tu. Na tulipopita mitandaoni basi tukapata za ndani kabisa kutoka kuombea wenye kujua ya ndani zaidi. Kumbe ni uongo, hakuna Bugatti wala nini. Diamond Platnumz ameonekana kuwachezea drama mashabiki zake, kama alivyowadanganya pia kwenye ndege. Kuna kipindi tunakumbuka alisema kwamba ataleta private jet ya kwa kikumbe hamna kitu, mpaka leo kimya. Alikuja akijitetea alitapeliwa, kumbe hamna kitu bana. Sasa kwa mujibu wa ambao wamedai kuwa Diamond Platnumz kaona hawezi kupingwa na mashabiki, ndio maana kila siku anawadanganya na wanamuamini, ndio maana pia amekuwa muongo. Hili la gari aina Bugatti ni la uongo kabisa. Kama kweli anayo basi aitoe hadharani, watu waweze kuiona, wasitumie mapicha ya AI kudanganya watu mitandaoni. Ni katika baadhi pia ya maoni ambayo tumeyapokea kutoka kwa watu ambao wanaonekana kujua za ndani kabisa. Maoni yako mtazamaji wa Biomedia tuandikie kwenye comment section, tutapita nayo next video kwa uzuri kabisa. Au mweze kuenjoy mpaka hapa ambako tumeweza kufikia. Till next time, bye bye.